wilaya yetu ya Njombe. Tupate asilimia kubwa za kishindo kwa waheshimiwa madiwani, kwa wabunge, lakini pamoja na rais wetu. Lakini jambo la mwisho, niombe wanawake wenzangu, tunapokwenda huko tukawaambie wanawake juu ya ile kauli ya no reform no election. Tusipoteze muda, tukawaambie wale wapige kweli, kwa sababu kama wao sasa hawezi kupiga kura. Wanawake wenyewe wao hawezi kupiga kura mpaka sasa. Kwa hiyo wanaendelea kama wanaharakati, yaani wanaendelea kama wanaharakati wengine. Kwa hiyo ile no reform no election isitutishe, kuambie kabisa. Tena ikiwezekana kuambie na wenzao, njooni mpigie Mama Samia. Hapo vipi? Niwaombe tukamwambie na tusimame kwa ujasiri, wasitutishe na wasitutishe pale ulipo, waambie kabisa, njooni mpige kura, tumpigie Mama Samia. Na ikiwezekana kama wako maeneo yenu, waambie wale wapigie madiwani waliopo, waambie wale wapigie wabunge waliopo. Hapo vipi? Inawezekana, haiwezekani? Lakini ndugu zangu, wanawake wenzangu, tunapokwenda huko kwenye kata zetu, kwa sasa tumeambiwa na katibu hapa tukaunde timu za ushindi, tukasimame kwa pamoja. Unda timu ya ushindi, tupite kwa pamoja, nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, godoro kwa godoro, ili tukamtafutie Mama Samia kura za ushindi kwa kishindo, kwa pamoja. Yani kwa pamoja, tuungane na waheshimiwa madiwani, tuungane kwa pamoja. Tukiungana kwa pamoja, 1 + 1 ni 2, lakini 1 ukijumlisha na 0 itabaki ile 1. Uongo kweli? Kwa tukaungane kwa pamoja, tuungane kwa pamoja, tupunguze migogoro tunapokwenda kwenye uchaguzi. Tukiachaniana tu kukiwa na migogoro, hapana, haitaleta afya njema. Tutembee kwa pamoja. Ngita Madebe Magaringa. Pale tutakapomaliza utaratibu wa uchaguzi. Lakini pia vikao, baada ya uchukuaji wa fomu, vikao vitaanza tarehe 4 mwezi wa 7. Kamati ya utekelezaji ya wilaya itakaa vikao vyake vya kuchuja wagombea wale wote ambao watachukua fomu tarehe 5 mwezi wa 7. Baada ya kuchukua fomu tarehe 28 mpaka tarehe 2, tarehe 5 kamati ya utekelezaji itafanya vikao vyake vya uchujaji. CCM oye! Baada hapo tutafanya uchaguzi tarehe 20 mwezi wa 7. Kutakuwa na mkutano mkuu maalum wa uchaguzi. Mkutano mkuu maalum tutafanyia sehemu moja, na wajumbe wa mkutano mkuu ni wajumbe wa kamati ya utekelezaji za matawi zote, wajumbe wa kamati za utekelezaji za kata zote, lakini pia wajumbe wa mkutano mkuu wa mkoa wote, ambayo ni kamati ya utekelezaji ya wilaya na nyie mlioko ndani. Makatibu tupo? Kamati za utekelezaji za matawi mmeandaa zipo? CCM oye! Ndugu mwenyekiti, niseme kidogo kwenye hicho kipengele. Makatibu mnatuchanganya. Zile taarifa tuliomba mapema, lakini mnatuchanganya. Leo mnakuta mnaleta jina hili, kesho unatengua unaleta jina hili. Sisi mnatupa shida pale tunapoenda kuandaa zile taarifa. Zile taarifa tumezipeleka tayari makao makuu, lakini mpaka leo mnatuletea taarifa yale majina ya mwanzo yale tulikosea. Lile jina halikuwepo, leo tumeleta hili. Sasa sisi tunashangaa nini tufanye, au jina gani tuliweke. Tunawaomba basi tubaki na majina yale, lakini pia kuna baadhi ya makatibu hamjakamilisha vile viambatanishi. Mmeleta tu majina, namba ya kadi hana, namba ya mpiga kura hana. Mama anataka aone, je, ni mwanachama, je, ni mpiga kura, ana namba ya simu. Yale majina yanaenda kuingiza kwenye mfumo. Je, mnapoleta tu majina, yule atambuliki, hana namba ya simu, ana namba ya NIDA, kwa sababu yeye ataenda kuingia, au ni mpiga kura wa Ukalawa. Tawi gani Ukalawa? Sisi yale majina tukae nayo ofisini. Si tuelewane? CCM oye! Hapo kwenye majina, lakini pia kuna kuandaa
kamati za kampeni kama tulivyofanya mwaka jana kwenye serikali za mitaa. Mwaka jana tuliandaa kamati za kampeni zile, wale ambao tutashirikiana nao kwenda kufanya kampeni, si ndio jamani? Kwenye kata tuliweka ngapi? Kwenye kata walikuwa 15 au mmesahau? 30 kata, matawi walikuwa 15, si ndio? Au 20? 20. Naitikia ndio, mimi na document hapo. Kwenye matawi tuliweka ngapi? Matawi 30, kata 15. Ndo document nilionayo mimi, kata 15, matawi 30. Tukaanze kuandaa leo wale watu ili tuwaandae watu. Kama wale wa jana tunaona wanafaa, tukaendelee nao wale. Lakini tukiona kama wengine walikuwa mamluki, basi tukaandae watu ambao tunaona wanafaa kwenye uchaguzi, watafanya kampeni vizuri. Si ndio jamani? CCM oye! Hapo vipi? Hapo kwenye kuandaa timu za kampeni, kuandaa hizo timu za kampeni, lakini pia na nini kuendelea na zoezi la uchaguzi. Usajili unaendelea. Na tayari tumeanza kusoma tena Njombe hatuonekani. Sasa hivi usajili umerudi tena kule nyuma. Ili mtu umsajili lazima utumie kadi. Wamesema sisi jumuiya tunalala, tunategemea wasajili wa chama wale wanatutiki tu pale. Yule mtu wanaweka tiki tatu, wazazi wanaweka tiki. Ile imefutwa. Lazima uingize namba ya kadi ya ganda ndio mwanachama anakuwa amesajiliwa. Makatibu mpo? Kadi tumeagiza, kadi tunazo, tunategemea leo hapa makatibu mtakapokuwa mmetoka mtakuja kuchukua kadi. Hatugawi kule, tunauza. Si ndio? CCM oye! Hapo vipi? Lakini pia baada ya uchaguzi hapo, kamati ya utekelezaji ya wilaya itakaa kupendekeza majina ambayo sasa yanaenda kuingia kwenye kamati ya siasa ya wilaya. CCM oye! Tumeelewana hapo? Au nirudie? Umeelewa sio? Tarehe 5 mwezi wa 7, kamati ya utekelezaji ya wilaya itafanya mapendekezo yake ya kuchuja wagombea, yani itatoa mapendekezo ya wagombea ambao wamechukua fomu. Utaratibu wa upigaji kura mwaka huu uko hivi. Kwa mfano, tunaenda halmashauri ya Makambako, madiwani wako 4. Waliochukua fomu wako 20. Tunatakiwa tuchuje majina wabaki watu 12. Kwenye kila nafasi moja inagombewa na watu wangapi? Kila nafasi moja inagombewa na watu. Kwa hiyo wanafanya mapendekezo ya kuona waliogombea wangapi na wanaotakiwa wenye sifa ya kuja kugombea, waliochukua fomu, na wenye sifa wanaokuja kugombea ni wangapi. Wanaotakiwa kwa Makambako watakuwa 12. Kwa hiyo ndio hii mapendekezo ya kuchuja majina ya wagombea. Si ndio jamani? Lakini baada ya hapo sasa kutakuwa na mapendekezo tena mengine. Unawezekana ukashinda lakini huna sifa. Kashangaa jina alipo tumelengeta kwamba huna sifa. Maana na mimi nitakuwepo. Hayo ndio mapendekezo. Lakini sio kulengeta sifa. Kama huna sifa unaweza kashangaa. Ukiona jina halijarudi basi huna sifa ya kufanya nini? Lakini sifa utakuwa nazo, ila wote kwa sababu utakuwa na sifa atachaguliwa mwenye sifa zaidi. Wote mtakuwa na sifa. CCM oye! Hapo vipi? Lakini pia kura safari hizi zitapigwa kwa majimbo. Hatupigi kwa tarafa. Watasimama jimbo la Makambako wagombea hao hapo 12. Tunataka tuwapate 4 watapiga kura mkutano mkuu wa wilaya wote. Wilaya mzima. Yaani jimbo la Makambako, jimbo la Upembe, jimbo la mjini tunawapigia wa Makambako. Tukitoka hapo tunakuja wagombea wa Upembe. Tunapiga kura wote wilaya mzima. Tutoka hapo tunapiga halmashauri ya Njombe mjini. Njombe mjini mpo? Hatupigi kura kwa tarafa. Madiwani wa Njombe mjini mpo? Safari hii tunapiga kura kwa halmashauri au jimbo. Kwa Njombe mjini sisi tunachojua safari hii tunajua tunapata madiwani wangapi? 5, sio tena Igomini wala mjini. Kwa watasimama wagombea 15 wa Njombe mjini.
wapatikane 5. Si ndio jamani? Hapo tumeelewana. Ili mkawaeleweshe wale ambao watatia nia kuchukua fomu kwamba Njombe mjini kura zitapigwa kwa halmashauri. Sio tena tarafa ya Igomini wala tarafa ya Njombe mjini. Tunapiga wote kwa jimbo la Njombe, wote kwa pamoja. Wagombea watasimama hapa mbele, tunawanadi, lakini watakaotakiwa ni wangapi? CCM oye! Hapo tumeelewana? Hapo vipi? CCM safi. Ndugu mwenyekiti, baada ya maelekezo hayo ya uchaguzi, lakini pia kulingana na kamati zile za utekelezaji za matawi hazijakamilika vizuri. Kamati ya utekelezaji ya wilaya itafanya ziara kwa siku 6. Tukague zile kamati kwa baadhi ya kata tutaanza nazo. Lakini nadhani tutaanza na jimbo la Makambako. Na ziara hiyo itaanza Jumatatu tarehe 16. Ila tutawapa utaratibu wale wa Makambako. Ila kwa utaratibu wa mwanzo tutaanza na pale mjini, kata za mjini zote tukutane siku moja. CCM oye! Yaani kila mmoja aje na kamati zake zile za matawi. Kwa kata za mjini tu Jumatatu hiyo. Tumeelewana? Kata za pembezoni tutawapa utaratibu. CCM safi. CCM ngoye. Basi ndugu mwenyekiti, baada ya utambulisho, baada ya kusoma ratiba hiyo ya uchaguzi, sikutekeleza majukumu ya jumuiya, lakini nilishiriki kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa yangu imegawanyika katika sehemu 3. Kuna utangulizi, kuna kazi za jumuiya nilizofanya, lakini pia kuna kazi za kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kama diwani wa kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kusimamia kata ya Mtwango, kwanza nilijenga banda niwawezesha wanawake wa kata ya Mtwango. Pale Runguya nilijenga meza ili wakina mama waweze kuuza mboga wanawake, niliwawezesha. Lakini pale Itunduma nilijenga banda ili wanawake waweze kuuza mboga wakilima huko wasipate shida yoyote kwenye kata ya Mtwango. Lakini pia kwenye kata ya Mtwango nimewachangia fedha jumla ya 200,000. Lakini mpaka sasa hivi kata ya Mtwango wanawake wamefikia kwenye mradi wao wana milioni 1,500,000. Kwenye kata ya Kichiwa niliwaozesha wanawake walikuwa na shida ya kununua shamba kwa ajili ya kupanda miti. Nimewachangia 200,000 kwa ajili ya ununuzi wa hilo shamba. Lakini pamoja na hayo, mwenyekiti wewe ni shahidi, tumezunguka kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, lakini pia tumezunguka kusajili wanachama kama UWT. Lakini pia nimekuwa msana mkubwa kuchangia vituo vya afya na zahanati, kwa sababu wahanga wakubwa ni wanawake. Kwenye kijiji cha Irunda kulikuwa hakuna zahanati, nimeshiriki, nilichangia mifuko 20 ya saruji ili zahanati ijengwe. Lakini kwenye kijiji cha Welela kulikuwa hakuna zahanati, nimeshiriki, nimechangia mifuko 20 ya saruji ili zahanati ijengwe, na ilipojengwa nimenunua makopo kama 6 kwa ajili ya wanawake wanapoenda kutibiwa pale waweze kukalia. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata ya Mtwango, nimeweza kusimamia fedha ya serikali kiasi cha shilingi bilioni 3.9 bila ubadhirifu wa hata shilingi 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa yangu nimeiandaa hii hapa, naomba nitaiwasilisha kwako, utaisoma, lakini ninaomba ipokelewe, iwekwe kama kumbukumbu kwenye ofisi yako ya UWT kama diwani wa viti maalum wa tarafa ya Makambako. Asante sana kata ya Mtwango, Kichiwa na Igongoro, mnaipokea taarifa. Mazito matatu. Hongera sana kwa kuwa diwani wa kata kaimu. Asante, karibu Chungwa. Diwani wa mwisho huyo. Wanawake moto moto. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nitawasilisha taarifa yangu kwa ufupi.
Mimi nilipangiwa kata 3 za kulea, lakini kwa jimbo zima la Lupembe halmashauri ya wilaya ya Njombe zipo kata 12 na tuko madiwani viti maalum 4, tuligawiwa kata 3. Naomba nijielekeze kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninalea kata ya Ikuna, kata ya Ninga na kata ya Ikondo. Kata hizo zina matawi yake pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake, ambapo kwa kata ya Ikuna jumuiya ya umoja wa wanawake UWT na jumla ya wanachama 427 kwa matawi yote. Kazi zilizofanyika kwa kata zote: uhamasishaji wa wanawake kujiunga na Chama cha Mapinduzi pamoja na UWT, usajili wa wanachama kwenye mfuko pamoja na kuwagawia kadi za ganda kama inavyoonyesha kwenye utangulizi, kuanzisha miradi mbalimbali ya jumuiya kama ufugaji wa nguruwe, kuku, kukopeshana pamoja na ununuzi wa mashamba, lakini pia kufanya mikutano mbalimbali ya kuwaelimisha wanawake juu ya ukatili, unyanyasaji wa kijinsia, malezi ya watoto, lishe na majukumu ya mwanamke katika familia, jamii na taifa kwa ujumla wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia kata ya Ikondo ina jumla ya wanachama UWT 507. Kwa kata ya Ninga ina jumla yani, kama kuna jambo tunatakiwa kurekebishana, turekebishane wakati huu. Lakini ukifika muda wa uchaguzi haitakuwa na picha nzuri kama tunaanza kuchafuana wenyewe. Kwani wewe unashindwa kunionya mimi Maria? Unashindwa kunionya kwamba Maria unakosea 1, 2, 3, 4, alafu uje unichafue jukwaani? Itasaidia nini? Kwa sababu ukinipenda utanionya, utanikosoa. Ule ndio upendo wa dhati. Lakini kuja kunianika mimi, hapana. Ule sio upendo, si ndio? Kwa sababu tukumbuke kuna maisha ndani ya siasa na kuna maisha nje ya siasa. Tusichafuane, tufanye siasa safi zenye mlengo wa kujenga. Akina mama niwatakie kila laheri, tuombeane daima, ili inapofika ile mwezi wa 10, hatujui tarehe ngapi, tukainjike yale mafiga 3 bila kukosea. Amina. Na wasaidizi wao, madiwani viti maalum, wabunge viti maalum, ili tuweze kwenda pamoja, tuweze kujenga nyumba moja. Kama tunajenga nyumba moja, ya nini kunyang'anyana fito? Ukinichafua, hafu kesho tunatakiwa tukae pamoja, sura yako utaiweka wapi? Kwa sababu ushirikiano upo na utaendelea. Tuna mahusiano ya kijamii, tuna mahusiano ya kisiasa, yasitufarakanishi. Akina mama safi. Kwa majina naitwa Maria Mwinuka, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji UWT wilaya Njombe. Asante.